Bwana Yesu apewe sifa. Tunamshukuru tena Mungu kwa kutupa nafasi ya kuwepo tena katika kipindi hichi cha Amka na Maombi ya Asubuhi. Tunamshukuru Mungu kwa neema yake ambaye ametupa tena kwenye zamu ya wiki hii. Tumeuona mkono wa Mungu ukituhudumia kwa wiki iliyopita, na wiki hii pia tumeuona mkono wa Mungu ukiwa pamoja na sisi. Nichukue nafasi ya kukaribisha tena katika kipindi hichi mahali popote ulipo. Unaweza ukashare hiyo link kwenda kwa watu tofauti tofauti, na kama subscribe hiyo channel yetu ili uendelee kujifunza na kupata vipindi mbalimbali ambavyo tunavituma moja kwa moja kutoka kwenye channel yetu. Bwana Yesu apewe sifa. Bila kupoteza muda, hii ni wiki ya mwisho ya mwezi wetu wa 4, na nina somo la kipekee kabisa ambalo Mungu ameweka moyoni mwangu kwa ajili yako, na tutakuwa na maombi ya kuombea lango la mwezi wa 5 ambayo tutayafanya siku ile ya Alhamisi na siku ya Ijumaa. Kwa hiyo ninakutahadharisha, ninakuandaa pia ili uweze kujiandaa kwa ajili ya kufanya maombi haya ya kuombea lango la mwezi wa 5. Nimesikia hiyo ndani ya moyo wangu kwamba tutapata muda wa kuomba na kutaandaa agenda maalum za kuweza kuombea mwezi wa 5, na nitakupapitisha kwenye somo pia litakalo kuongoza juu ya huo mwezi wa 5 ambao sasa litatoka ile siku ya Alhamisi na siku ile ya Ijumaa. Lakini ndani ya hizi siku 3, siku ya Jumatatu, Jumanne na Jumatano, kuna somo ambalo Mungu ameliweka moyoni mwangu ambalo natamani niliachilie kwako, itakusaidia. Kuna mambo matatu ambayo natamani tuyaangalie ndani ya hizi siku 3, na kichwa chetu cha somo kinasema mambo matatu yanayokwamisha safari ya mafanikio yako. Mambo matatu yanayokwamisha safari ya mafanikio yako. Yako mambo mengi, lakini kutokana na somo letu mimi nitazungumzia mambo matatu tu. Bwana Yesu apewe sifa. Nimesema mambo matatu yanayokwamisha safari ya mafanikio yako. Na ni lengo la somo ni kukufahamisha vikwazo vinavyoweza kukuzuia ili usifike kwenye mafanikio yako au kwenye hatima yako. Lengo la somo ni kukufahamisha vikwazo vinavyoweza kukuzuia ili usifike kwenye mafanikio yako au kwenye hatima yako. Kuna mambo matatu nitayazungumzia kama kuweka msingi kabla sijakupa jambo ambalo linasababisha, jambo la kwanza ambalo linasababisha jambo la kwanza linaweza kukwamisha safari ya mafanikio yako. Nataka tuzungumzie mambo matatu. Jambo la kwanza, kikwazo. Kukwamisha, nataka tuangalie kutokana na kichwa chetu cha somo, nataka tuangalie neno kikwazo. Kikwazo ni kile kikuzuiacho ili usiweze kufikia pale unapotaka kufika. Kikwazo ni kizuizi au ni kile kikuzuiacho ili usiweze kufika pale unapotaka kufika. Manake kwenye maisha yetu kuna mahali tunataka kufika. Kwa mfano, kama unataka kufika mahali fulani, labda kama unataka kufika labda mkoa wa Arusha, kutoka Dar es Salaam kwenda Arusha, maana yake kuna kinachoweza kukuzuia usiweze kufika Arusha. Hicho kinachoitwa ni kizuizi. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hiyo kuna kizuizi kinaweza kikakuzuia cha namna moja au nyingine, kitakachokuzuia wewe usiweze kufika mwisho wa ile safari ambayo imekusudiwa na Mungu au uliyoipanga wewe mwenyewe. Jambo la pili, safari. Nimezungumzia kukwamisha, sasa hivi nazungumzia safari. Safari ni mchakato wa kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine. Kwa hiyo safari, tunapozungumzia safari, ni mchakato wa kutoka eneo moja la kimaisha kwenda eneo lingine la kimaisha, au kutoka hatua moja ya kimaisha kwenda hatua nyingine ya kimaisha, au kutoka hatua moja ya mafanikio kwenda hatua nyingine ya mafanikio. Kwa hiyo tunapozungumzia safari, tunazungumzia mchakato wa kutoka hatua moja kwenda hatua nyingine. Tunazungumzia kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine ya kimaisha. Sizungumzi kuhama, nazungumzia kutoka. Yaani ni mchakato wa kutoka eneo moja kwenda eneo lingine kwenye eneo la kimaisha. Bwana Yesu apewe sifa. Sizungumzi kuhama kutoka sehemu moja ya kimwili kwenda sehemu nyingine ya kimwili. No, nazungumzia kutoka eneo moja katika hatua za maisha na kwenda kwenye eneo lingine kimaisha. Mafanikio ni nini? Mafanikio ni kilele cha safari. Tunapozungumzia mafanikio, maana yake ni kilele cha kufikia safari. Maana yake unaposafiri
unapofanikiwa kufika mwisho wa safari, pale ndo umefikia mafanikio ya ile safari yako ulioisafiri. Bwana Yesu apewe sifa. Haleluya, haleluya. Sasa ili uweze kufikia mafanikio yako ya kimaisha, lazima utembee katika hatua ambazo zitaweza kukufikisha, au unatakiwa utembee katika njia sahihi itakayoweza kukusaidia ili uweze kufikia hayo mafanikio ambayo Mungu ameyakusudia kwenye maisha yako. Bwana Yesu apewe sifa. Haleluya. Na ninataka tuangalie jambo la kwanza ambalo linaweza kukukwamisha ili usiweze kufikia safari ya mafanikio yako. Kuna mambo mengi ambayo yanaweza kumkwamisha mtu asiweze kufikia safari ya mafanikio yake. Kuna vitu vingi vinaweza kuwa vizuizi vinavyoweza kukuzuia ili usiweze kufikia safari ya mafanikio yako. Kwa hiyo mimi nitazungumzia mambo matatu kwa siku hizi, kwa wiki hii nzima. Lakini nataka leo tuangalie jambo la kwanza. Jambo la kwanza ni nini? Ni manunguniko. Fungua na mimi kitabu kile cha Kutoka ule mlango wa 16 na mstari ni ule wa Kutoka 16 mstari ni ule wa kwanza hadi ule mstari wa 3. Biblia inasema, kisha wakasafiri kutoka Elimu, na mkutano wote wa wana wa Israeli wakamfikiria bara ya Sini iliyoko kati ya Elimu na Sinai, na siku ya 15 ya mwezi wa pili baada ya kutoka katika nchi ya Misri. Na mkutano mzima wana wa Israeli ukamnungunikia Musa na Haruni huko barani. Wana wa Israeli wakamwambia Musa, laiti tungalikufa kwa mkono wa Bwana katika nchi ya Misri, hapo tulipoketi karibu na zile sufuria za nyama, tulipokula vyakula hata kushiba, kwani mmetutoa huko na kututia katika bara hili ili kutuua kwa njaa kusanyiko hili lote. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hiyo unaona Biblia inasema kwamba wakati wanasafiri, wakiwa katikati ya safari, kilichotokea maana yake wale watu, kutokana na uhitaji waliokuwa nao, maana yake walikuwa na uhitaji wa vyakula, walipokosa vyakula walianza kunung'unika. Walipokuwa katikati ya safari yao wakakosa mahitaji yao muhimu kama chakula na maji, walianza kunung'unika. Wakati ukiwa kwenye safari yako ya mafanikio, ni kuna kitu gani ambacho umekikosa alafu kinakusababisha wewe unung'unike? Kinakusababisha wewe ukae katika hali ya kuona kwamba Mungu amekuacha, au Mungu haoni. Katika safari yako ya mafanikio ni kitu gani unaona kama yani Mungu hakioni, yani haoni? Kwa sababu Mungu alipotoa wale wana wa Israeli katika nchi ya Misri na alipokuwa anawapeleka Kanaani, alikuwa anajua njia anawapitisha, na alikuwa anajua kwamba watapita kwenye bahari ya Shamu, yeye atafungua bahari. Watapopita kule jangwani, yeye anajua. Kwa nini aliwapitisha jangwani? Alijua kabisa yeye atawatunza huko jangwani kwa uweza wake na kwa nguvu zake. Kwa hiyo kuna wakati mwingine kwenye maisha tunapita kwenye njia ambazo ni kiuhalisia ni njia ngumu. Kiuhalisia ni njia ambazo hazitupi furaha. Kiuhalisia ni njia ambazo hazina furaha yoyote, bali zina maumivu. Lakini katika hizo njia za maumivu, Mungu anajua namna gani ya kututunza na kutusaidia. Sasa tunapopita kwenye hizo njia alafu tukajikuta tunakaa katika hali ya manunguniko, hayo manunguniko yanaweza kutuzuia tusiweze kufika pale mahali ambapo Mungu anataka tufike. Bwana Yesu apewe sifa. Nataka tuangalie kwenye ile wa Korinto wa kwanza mlango ule wa 10. Labda uone, nataka nikuonyeshe manunguniko yanasababisha kitu gani, ni nini yanaachilia kwenye maisha ya mtu. Nataka tuangalie manunguniko yanaruhusu kitu gani kiingie kwenye maisha yako. Jambo la kwanza tunataka tuangalie manunguniko yanaruhusu nini. Ule Korinto wa kwanza mlango wa 10 mstari wa 10. Biblia inasema hivi, wala msinungunike kama wengine wao walivyonungunika wakaharibiwa na mharibu. Nataka uone hiyo. Anasema wala msinungunike kama wengine wao walivyonungunika wakaharibiwa na mharibu. Kwa hiyo manunguniko yanafungua mlango wa kuingiza roho ya uharibifu kwenye maisha ya mtu. Kwa kama Mungu amekuita
kwenye eneo lolote la maisha yako. Either amekuita kwenye biashara, amekuita kwenye huduma, amekuita kwenye kufanya kazi either ni za kuajiriwa au ni kujiajiri, au amekuita kuwa mkulima, kuwa mfugaji, kuwa mtu yeyote. Inategemea na kona Mungu aliyokuita, kwa sababu kila mtu Mungu amemuita kwenye eneo lake kwa kusudi la kuyafanya mapenzi ya Mungu kwa muda atakao kuwa hapa duniani. Sasa ule muda ambao Mungu amekuita, kutokana na hali unazopitia, kutokana na eneo uliloitiwa, ukajikuta unaingia kwenye manunguniko. Manunguniko yanafunguaga mlango wa roho ya uharibifu kuingia kwenye maisha ya mtu. Na kuna watu maisha yao yameharibiwa kwa sababu ya kunungunika. Kuna watu wamenungunika wakafungua mlango wa shetani kuingia kwenye maisha yao na kuharibu maisha yao. Ndio maana anasema wala msinungunike kama wengine wao wanavyonungunika wakaharibiwa na mharibu. Tunajua mharibu ni shetani. Shetani ndio anayeharibu. Kwa hiyo kuna watu wengine wamenungunika wakafungua mlango, shetani akaingia akaleta uharibifu kwenye maisha yao. Kuna watu wamenungunika kwa habari ya ndoa na roho ya uharibifu imeingia kwenye ndoa. Kuna watu wamenungunika kwa habari ya biashara na roho ya uharibifu imeingia ikaharibu biashara. Kuna watu wamenungunika kwa habari ya watoto na roho ya uharibifu imekuja ikaharibu hicho kizazi. Kuna watu wamenungunika kwa sababu ya kazi na roho ya uharibifu imekuja ikaharibu ile mifumo yote ya kazi. Bwana Yesu apewe sifa. Haleluya, haleluya. Kwa hiyo manunguniko ni kitu ambacho kinafungua mlango wa roho ya uharibifu. Niliwahi kusema sentensi hii na nitairudia. Shetani hana mamlaka ya kushambulia maisha yako. Shetani huwa hanaga mamlaka na hana uwezo wa kushambulia maisha yako. Ili shetani akushambulie, anahitaji wewe umpe nafasi. Anahitaji wewe ufungue mlango ili aingie kwenye maisha yako, aanze kukushambulia. Shetani hawezi kuja hivi hivi akakushambulia. Lazima tu kuna mlango utaufungua, na ule mlango utakaofungua ndio shetani anapata nafasi, anaingia. Akishaingia anaanza kukuvuruga, anaanza kukuharibu. Bwana Yesu apewe sifa. Shetani akitaka kuvuruga ndoa, jambo la kwanza atakalolifanya, atataka wanandoa waanze kunungunikiana. Wakishanungunika, manake shetani anapata nafasi ya kuingia na kuharibu. Kwa sababu ona shetani alivyomvuruga Adam na Eva katika bustani ya Eden. Alipowavuruga, angalia kilichotokea, manunguniko. Mungu anakuja na wauliza, kwa nini mmefanya hivyo? Anasema, si huyu mwanamke umenipa. Manake roho ya manunguniko ilifungua mlango wa adhabu, kwa sababu wamefanya kosa. Mungu alipokuja wakasema, Bwana mkubwa, tumekukosea, tunaomba utusamee, tupe tena nafasi nyingine. Manake haya yote yasingetokea. Haya mashida tunayopitia duniani tusingekutana nayo. Yaani Adam ndo alifungua mlango wa hapa tunapopita. Kuna mtu alifungua mlango huo, anaitwa Adam, akampa shetani nafasi ya kuingia kwenye maisha ya mwanadamu, kwa sababu shetani alikuwa hana nafasi ya kuingia kwenye maisha ya mwanadamu. Na shetani ndo maana alikuwepo, lakini alikuwa hana nguvu ya kuweza kumwataki mwanadamu. Kwa hiyo shetani ilibidi atumie nafasi ya kumshawishi huyo mwanadamu. Huyo mwanadamu alipokubali kushawishika, akafanya dhambi. Alipofanya dhambi, badala ya kutubu, akaanza kukaa katika hali ya manunguniko. Yale manunguniko ndo yakamvuruga kabisa. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Kwa nataka niseme jambo hili kwamba shetani anatafutaga mlango ili aingie kwenye maisha ya watu na aanze kuwavuruga hao watu. Lakini hivi hivi shetani hapatagi nafasi ya kuingia. Milango ya kumruhusu shetani kuingia kwenye maisha yetu ni sisi wenyewe tunaifungua. Na tukishafungua hiyo milango, shetani anaingia na anatubamiza. Haleluya. Kwa tunapozungumzia manunguniko, manunguniko ni mlango mmojawapo wa kufungua. Yani manunguniko ni mlango mmojawapo wa kumfungulia shetani nafasi ya kuingia kwenye maisha yako na kukushambulia. Unakuta kuna mtu ananungunika, yani kuhusu mahusiano ananungunika, kuhusu maisha ananungunika, kuhusu kazi ananungunika, kuhusu ndoa, yani kila kitu ananungunika. Ukija kuhusu nchi ananungunika. Manunguniko yanavuruga maisha ya watu vibaya mno, na hii ni sababu kubwa inayokwamisha watu wengi wasiweze kufikia hatima zao au wasiweze kufikia safari yao ya mafanikio. Nataka tuangalie mifano ya wana wa Israeli, namna walivyonungunika na kitu kilichotokea kwenye maisha yao. Fungua nami kitabu kile cha Hesabu, ule mlango wa 21. Naangalia mfano wa Hesabu 21, ule mstari wa kwanza hadi ule mstari wa 7. Nataka uangalie hili swala la manunguniko.
Kama unazoea kunungunika kitu kidogo, unanungunika kama inzi au unanungunika kama inzi, kama nyuki, ujue unalo. Bwana Yesu apewe sifa. Tuangalie mfano wa wana wa Israeli kutoka kwenye kitabu kile cha Hesabu ule mlango wa 21. Biblia inasema, na Mkaanani mfalme wa Haradi aliyeketi upande wa Negebu alisikia habari za wana wa Israeli, alikuja kwa njia ya Ariatham. Basi wakapigana na Israeli, na watu kadha wa kadha miongoni mwao wakawa mateka. Basi Israeli wakaweka nadhiri kwa Bwana, wakasema, kama wewe utawatia watu hawa mikononi mwangu kweli, ndipo mimi nitakapoharibu miji yao kabisa. Bwana akasikia sauti ya Israeli, akawatia Wakanaani mikononi mwao, nao wakawaharibu wao na miji yao kabisa, na jina la mahali pao halikuitwa tena Horma. Mstari wa 4 anasema, wakasafiri kutoka mlima wa Hori kwa njia ya bahari ya Shamu ili kuzunguka nchi ya Edomu. Watu wakafa moyo kwa sababu ya ile njia. Narudia, wakasafiri kutoka mlima wa Hori kwa njia ya bahari ya Shamu ili kuzunguka nchi ya Edomu. Watu wakafa moyo kwa sababu ya ile njia. Watu wakafa moyo kwa sababu ya ile njia. Mstari wa 5, wakamnungunikia Mungu na Musa, mbona umetupandisha huku kutoka nchi ya Misri ili tufe jangwani, maana hapana chakula wala hapana maji, na roho zetu zinakinai chakula hichi dhaifu. Bwana akatuma nyoka wa moto kati ya watu, wakawauma watu wengi wakafa. Biblia inasema kwamba, tunaona kwamba mwanzoni Israeli walikuwa wakiwa kwenye safari yao ya mafanikio, walipofika njiani walikutana na vita. Pale kwenye mstari wa 1, na Mkanani mfalme wa Haradi alianza kupambana na wana wa Israeli njiani, kuwazuia wasiweze kufika kwenye hatima zao au kwenye mafanikio ya kilele cha ile nchi ambayo Mungu alitaka wafiki. Sasa walipozuiliwa, wakachukuliwa na mateka na nini, baadaye wale watu wa Israeli wakamwekea Mungu nadhiri, wakamwambia Mungu, ukitusaidia tutawaangamiza watu na miji yao na haitakuwepo tena. Na Mungu akasikia ile nadhiri walioiweka, na aliposikia nadhiri walioiweka, Mungu alichokifanya, akawapa Israeli nafasi ya kufanyaje, ya kuenda kuwapiga wale watu na kuwateka na kuharibu miji yao. Baada ya hapo, Biblia inasema kwamba wakaendelea na safari ya maisha yao. Mstari wa 4 anasema, wakasafiri kutoka mlima wa Hori kwa njia ya bahari ya Shamu ili kufika katika nchi ya Edomu. Kwa hiyo walikuwa katika safari yao ya maisha. Naweza ngatumia sentensi hiyo. Walipokuwa katika safari yao ya kuelekea kwenye mafanikio yao, safari ya kuelekea Kanaani ya kwao. Sasa walipokuwa kwenye hiyo safari, Biblia inasema njia ikawa ndefu. Njia ilipokuwa ndefu, kinachotokea hapa, Biblia inasema wakafa moyo. Walipokufa moyo, mstari wa 5 anasema wakaanza kumnungunikia Mungu na Musa. Kwa hiyo wakati mwingine Mungu anaweza kutupitisha katika njia ndefu ya maisha, na tunapopita hiyo njia ndefu ya maisha, kuna kitu Mungu anatufundisha. Lakini kwa sababu sisi tunataka shortcut way, hatutaki long way, hicho kinasababisha roho ya manunguniko kuingia kwenye maisha ya watu. Kwa sababu mtu anapopitishwa kwenye njia ndefu ili aweze kufikia mafanikio yake, na mtu hataki kupita njia ndefu, anataka kupita njia shortcut. Sasa hizo shortcut way ndio zinasababisha watu wanaingia kwenye manunguniko, kwa sababu wanataka njia fupi na Mungu anataka njia ndefu. Na ndio maana Biblia inasema njia zangu sio njia zenu, mawazo yangu sio mawazo yenu. Manake sisi tuna njia zetu za kufikia mafanikio, lakini pia Mungu ana njia alizoziandaa ili sisi tuweze kufikia nini? Mafanikio yetu. Kwa hiyo njia ya Mungu na ya kwetu ni tofauti. Wewe unaweza ukasema mimi nataka niende kilomita 1, Mungu anataka uende labda kilomita 20 ndio ufikie mafanikio yako. Sasa wewe unataka ukwepe zile kilomita 19, unataka ile kilomita 1 tu papa umefika. Kufumba na kufumbua, watu wanataka wafumbe macho na kufumbua hivi, wameshafanikiwa. Wakifumba macho na kufumbua, wamekuwa matajiri. Labda mtu akifumba macho na kufumbua hivi, kama ni msichana ameolewa. Haiendi hivyo. Mungu kuna namna atakuandaa. Kabla haja kuingiza kwenye ndoa atakuandaa. Kabla haja kufikisha kwenye mafanikio yako atakuandaa. Sasa kuna mchakato wa kuandaliwa na Mungu. Na wakati Mungu anakuandaa, watu wanaonaga kama Mungu anatumia njia ndefu sana kuandaa. Hata kwenye utumishi kuna kuandaliwa. Usipoandaliwa na Mungu utakuwa tapeli hapa mjini. Utaanza kutapeli watu pesa zao. Njoo na machupi ya upako, sijui na vitambaa vya upako na vitu vya ajabu ajabu tu. Lakini Mungu akikuandaa kisawa sawa,
Yaani utakuwa na unyenyekevu na utulivu wa hali ya juu. Na kuna watu wengi wamekataa kuandaliwa na Mungu, kwa hiyo wameamua kuchepuka na kuingia shortcut. Hata mafundisho yao ukiyapima hayana uzima ndani, yanaleta uharibifu mkubwa kwenye maisha ya jamii, yanaleta ukakasi mkubwa kwenye maisha ya kiroho. Ni kwa sababu wanataka kupita njia za shortcut, hawataki kutembea njia ndefu ambayo Mungu amewakusudia. Wana wa Israeli walitaka shortcut ya kutoka Misri chap kuingia Kanaani. Sasa Mungu alikataa kuwapitisha shortcut, alitaka kuwatembeza kwenye njia ndefu ili wajue kwamba kila hatua ya maisha Mungu yupo pamoja na sisi na Mungu anaweza kutusaidia. Sasa kinachotokea ni kwamba usipotambua thamani ya Mungu kwenye safari ya maisha yako, lazima utamnungunikia huyo Mungu. Lakini ukiitambua thamani yake, huwezi kumnungunikia. Chochote kitakachotokea, utamwambia Mungu, ninakushukuru, ninajua unaniwazia yaliyo mema. Hata katika hali inayopitia, ninajua huku mbele kuna baraka zako ni nyingi kuliko haya ninayoyapitia. Ninajua kuna neema kubwa mbele yangu kuliko haya ninayopitia. Sasa hao watu walimnungunikia Musa na Mungu. Na walipomnungunikia Musa na Mungu, Biblia inasema Mungu akatuma nyoka wa moto. Angalia ule mstari, soma ule mstari wa 6. Biblia inasema Bwana, sio shetani, Bwana akatuma nyoka ya moto kati ya watu, wakawauma watu wengi wakafa. Wakawauma watu wengi wakafa. Kwa Kiswahili kingine, roho ya mauti, manunguniko yanafungua mlango wa roho ya mauti kuingia kwenye maisha ya mtu. Unapomnungunikia Mungu, unafungua mlango wa roho ya mauti. Mauti nini? Mauti ni kutengwa na Mungu. Mauti ni kuwa mbali na Mungu. Mauti ni roho inayokuja kuharibu maisha ya mtu. Kwa hiyo kuna watu maisha yao yameharibiwa kwa sababu ya kunungunika. Yaani wewe kitu kidogo, yaani kitu kidogo tu ananungunika, manunguniko. Yaani amezaliwa kunungunika. Kama una tabia ya kunungunika, ni kusii katika jina la Yesu, acha tabia. Jifunze kumshukuru Mungu katika hali zote. Ukikutana na changamoto, mwambie Mungu asante. Hata katika hili ninaamini utanisaidia. Iwe ni wewe umeruhusu, iwe ni shetani, lakini ninaamini uweza wako unaweza kunitoa hapo. Sio kitu kidogo, naona Mungu ameniacha, Mungu anipendi tena, ndio maana napitia mashida, mimi ndio natesekaga tu. Jamani. Yaani ni manunguniko. Anzia asubuhi mpaka jioni ni manunguniko, hakuna shukurani yoyote. Mungu amekupa uhai, umshukuru hata kwa ajili ya huo uhai. Kuna mtu wewe huna hela lakini uhai unao. Kuna mtu ni anaumwa lakini hela anazo. Anatamani hata awe mzima hata kama ana hela. Maana yake unajua, ukishakuwa na uhai, pesa zinatafutwa. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hiyo kuna mambo mengine magumu yanaweza kutokea kwenye maisha yetu. Sasa tusipokuwa na moyo wa shukurani na kumshukuru Mungu katika hali na mazingira tunayopitia, tukaingia kwenye kunungunika, yale manunguniko yanafunguaga mlango wa roho ya mauti. Biblia inasema walipomnungunikia Musa na Mungu, Bwana alichokifanya, alituma nyoka wa moto wakawauma wakafa. Kwa hiyo manunguniko yanafungua mlango wa roho ya mauti kuingia kwenye maisha ya mtu. Lakini pia kule kwenye Wakorinto tumeona anasema kwamba wala msinungunike, msije mkaharibiwa na mharibu. Kwa hiyo manunguniko yanaharibu maisha ya mtu, namba 1. Namba 2, manunguniko yanafungua mlango wa roho ya mauti kuingia kwenye maisha ya mtu. Kwa hiyo kuna vitu vingine vimekufa kwenye maisha yako kwa sababu ya wewe kufungua mlango wa manunguniko. Kuna vitu haviendi kwenye maisha yako, vimestaki, vimekwama kwa sababu ya wewe kunungunika. Hebu jiulize moyoni mwako, ni mambo mangapi ambayo umekuwa ukimnungunikia Mungu? Ni mambo mangapi ambayo umekuwa ukimnungunikia Mungu? Hilo ni jambo la kwanza, nataka ujiulize hilo swali. Lakini jambo la pili, nataka ujiulize swali lingine kwamba ni mambo mangapi ambayo Mungu amekusaidia mpaka hapa ulipofika? Sasa kama Mungu aliyekusaidia ni mengi kuliko hayo ambayo unayahitaji, kwa nini usimshukuru Mungu katika hiyo hali uliyopo?
Jambo la tatu, manunguniko yanazuiaga safari ya kufikia hatima. Kizuizi. Manunguniko yanatumika kama kizuizi. Mstari ule wa 8 mpaka mstari wa 10 na wa 10 anasema, Bwana akamwambia Musa, mstari wa 7, watu wakamwendea Musa wakasema, tumefanya dhambi kwa sababu tumemnungunikia Mungu. Jambo la tatu, manunguniko ni dhambi. Kuna watu wanaweza wakakwepa dhambi zote, lakini hawajui kwamba manunguniko pia ni dhambi. Kwa hiyo manunguniko ni dhambi. Unaweza kujikuta unatenda dhambi kila siku kwa sababu ya kunungunika. Mara hivi, mara vile, mara vile, mara vile. Unaweza kuwa unamnungunikia mke wako, unamnungunikia baba yako, unamnungunikia mama yako anakunungunikia wewe, baba yako anakunungunikia. Kwa hiyo ni mlango wa roho ya utendaji wa dhambi. Manunguniko ni dhambi. Na Biblia inasema mshahara wa dhambi ni mauti. Na ndio maana unaona manunguniko yanafunguaga mlango wa roho ya mauti, kwa sababu nini? Manunguniko ni dhambi. Kwa hiyo moja ya dhambi kubwa ambayo wana wa Israeli walifanya sio dhambi ya uzinzi, ni dhambi ya kunungunika. Kwa hiyo kama wewe unanungunika au ni mtu unayependa kunungunika, wewe ni mtendaji dhambi maarufu. Bwana Yesu apewe sifa. Tuangalie mstari wa 8. Tuangalie ule mstari wa 7, turudie ule mstari wa 7. Bwana akamwambia mstari wa 6, watu wakamwendea Musa wakasema, tumefanya dhambi kwa sababu ya kumnungunikia Mungu na wewe. Utuombee kwa Bwana atuondolee nyoka hawa. Basi Musa akawaombea watu. Mstari ule wa 8. Bwana akamwambia Musa, jifanyie nyoka ya shaba, ukaiweke juu ya mti, itakuwa kila mtu aliyeumwa aitazamapo ataishi. Musa akafanya nyoka ya shaba, akaiweka juu ya mti, hata ikawa nyoka aliyemuuma mtu aitazamapo ile nyoka ya shaba akaishi. Kisha wana wa Israeli wakasafiri, wakapanga Marago Obothi. Wakasafiri kutoka Obothi wakapanga katika Irie Abaramu, katika jangwa iliyotokea Moabu, upande wa mawio ya jua. Kutoka huko wakasafiri wakapanga katika bonde la Zeredi. Bwana Yesu apewe sifa. Haleluya. Kwa hiyo unaona manunguniko yalizuia safari ya wana wa Israeli kuendelea, kwa sababu walikuwa katika hali ya kufanya dhambi. Maisha yao yalistaki, hayakuweza kuendelea. Safari yao ilikwama. Kuna watu safari zao za maisha zimekwama kwa sababu wao wenyewe wamekuwa wakinungunika kila siku. Wamekuwa wakijinungunikia wao wenyewe binafsi, wamekuwa wakiwanungunikia watu wengine kwamba ndo sababu ya kukwamisha maisha yao. Nikisema wakiwanungunikia watu wengine, hiyo inatoka wapi? Hapa kwenye Biblia. Kwa sababu wale watu walikuwa wanamnungunikia Musa. Wanamwambia Musa, wewe ndio sababu ya sisi kufika hapa tulipofika. Wewe na Mungu wako ndio sababu ya sisi kuishi haya maisha tunayoishi. Kuna mtu anaweza kumwambia, wewe ndio sababu ya kuharibu maisha yangu, labda ni kwenye ndoa. Wewe ndio sababu, wewe mwanamke umeniharibia maisha, wewe mwanaume umeniharibia maisha, labda ningekuwa na maisha mazuri, nisingeolewa na wewe, nisinge nini. Kwa hiyo yale manunguniko kwenye ndoa yanafunguaga mlango wa roho ya mauti. Nisingefanya biashara na wewe, ningekuwa mbali, ningekuwa hivi. Manunguniko. Kama unajijua wewe ni mwanandoa, punguza manunguniko. Kama unajijua wewe ni mtu unayempenda Mungu, ni mtoto wa Mungu, punguza manunguniko, kwa sababu manunguniko yanafungua mlango wa dhambi. Manunguniko ni dhambi. Na kama manunguniko ni dhambi, watu wengi sana hawajawahi kutubia dhambi ya manunguniko. Na ndio maana maisha yao yamekwama. Wale watu walikwama kimaisha mpaka wakamwambia Musa, utuombee kwa Bwana maana tumefanya dhambi. Na alipoomba Mungu akasema, okay, nimesikia kwa sababu Musa umeomba. Sio kwa sababu wao wameomba, kwa sababu Musa aliomba, Mungu akasikia. Na Mungu akampa Musa maelekezo ya kitu cha kufanya. Na kitu cha kufanya alimwambia ainue nyoka wa shaba juu. Yule nyoka wa shaba alikuwa na ishara ya kwamba ni Yesu. Yesu akiinuliwa juu, Biblia inasema atawavuta wengi kuja kwake. Yesu alipoinuliwa juu pale msalabani, ndipo tulipomtazama sisi tunapata kuishi. Ndio maana Biblia inasema ndani yake tunaishi, tunakwenda na kuwa na uhai wetu. Haleluya. Kwa hiyo Yesu Kristo, yule nyoka alipoinuliwa juu ya mti, ilikuwa ni ishara ya Yesu kuinuliwa msalabani. Na Yesu anapoinuliwa juu msalabani, Yesu aliposulubiwa pale msalabani, maana yake pale ndio mwanzo wa ukurasa mpya
wa maisha yetu ulipofunguliwa. Tuliishi kwenye maisha ya manuniko, maisha ya dhambi, maisha ya anasa, lakini Yesu alifunga huo ukurasa, akafungua ukurasa mpya wa maisha wa kuweza kufikia safari zetu za mafanikio, hatima zetu. Lazima tumtazame Yesu. Biblia inasema kila amtazamapo hiyo nyoka ya shaba ataishi. Kwa hiyo ukimtazama Yesu, ninataka nikwambie, yeye mwenye kuanzisha na kutimiliza safari ya maisha yako, utaifika. Kwa hiyo haijalishi unakutana na changamoto gani kwenye maisha, epuka kunungunika. Haijalishi unakutana na magumu kiasi gani, haijalishi umeomba Mungu hakujibu kama unavyotaka, usinungunike. Kuna watu wamemuomba Mungu, either ni ndoa, Mungu hajawapa kwa wakati wanaotaka. Lakini sio kwamba Mungu hajawapa kwa wakati wanaotaka. Kuna wakati wake aliokusudia. Ndio maana Biblia inasema kila jambo na wakati wake. Maanake kuna wakati Mungu amekusudia kwamba huu wakati ukifika, fulani atafanikiwa, fulani ataingia kwenye ndoa. Sasa wewe kutokana na unaangalia mifumo ya dunia na umri wa kidunia, kwamba na miaka 30 na miaka 28 sijaolewa, jamani mimi naona kama na roho ya kukataliwa. Sikiliza, kasome Biblia yako. Sara aliolewa akiwa na Rebeka aliolewa akiwa na miaka 40. Isaka mwenyewe alioa akiwa na miaka 40. Sasa sikwambii kwamba ukaoe ukiwa na miaka 40. Ukipata neema ya kuoa mapema, oa mapema. Kama hujapata hiyo neema, endelea kumsubiri Bwana. Omba na Mungu atakufikisha. Kuolewa utaolewa, kuoa utaoa. Epuka manunguniko. Kuna watu waliingia kwenye mahusiano huko feki yale mahusiano yakaumiza. Mpaka leo wanawake kusema yule mwanamke aliniharibia maisha, yule mwanamke yule mwanamume Funga hiyo chapter, close hiyo chapter. Kama mahusiano yalitokea, uliingizwa kingi, basi. Au uliingizwa chaka, kubali kwamba umeshaingizwa chaka, umerudi kwa Yesu, endelea mbele na maisha. Lakini issue ya manunguniko, achana nayo. Kwa sababu manunguniko yanafungua mlango wa dhambi kuingia kwenye maisha ya mwanadamu. Hawa wana wa Israeli walipomnungunikia Mungu na Musa, safari yao ya kufanikiwa ilikwama. Ndio maana unaona pale, baada ya wao kutibiwa, baada ya wao kupata matibabu, ndio tunaona sasa kwenye ule mstari wa 9 na wa 10, Musa akafanya nyoka wa shaba akaiweka juu ya mti, hata ikawa nyoka amuonapo mtu, ikawa nyoka amemuuma mtu, aitazamapo ile nyoka ya shaba akaishi. Mstari wa 10, kisha wana wa Israeli wakasafiri. Nataka uone sentence, wakasafiri, manake wakaendelea mbele na nini? Na maisha yao. Kwa hiyo maisha yao yalikwama, hayakuweza kuendelea mbele pale waliponungunikia Mungu na Musa. Umemnungunikia Mungu kwa sababu ya hali unayopitia? Umemnungunikia Mungu kwa sababu hajajibu maombi ambayo umekuwa ukiyaomba? Umemnungunikia Mungu kwa sababu hajakupa unachokitaka? Umemnungunikia Mungu kwa sababu kile ulichokiomba hakijajibiwa kama Mungu alivyotaka au ulivyotaka wewe? Kila jambo lina sababu. Biblia inasema Bwana anatuwazia mawazo yaliyo mema. Najua mawazo ninayowazia ni mawazo ya amani. Mungu hajawahi kutuwazia mabaya. Tatizo kwamba sisi binadamu ndio tunawazaga mabaya tu. Lakini Mungu hajawahi kukuwazia mabaya. Chochote kinachotokea kwenye maisha yako kina sababu. Iwe Mungu ndio sababu, iwe shetani ndio sababu, iwe wewe mwenyewe ndio sababu. Lakini kila jambo lina sababu yake. Bwana Yesu apewe sifa. Haleluya. Kwa hiyo nataka nikwambie, haijalishi unakutana na changamoto za kiasi gani, jifunze kumshukuru Mungu katika hali unayopitia. Jifunze kumwambia Mungu asante. Usijikute unanungunika, kwa sababu kile unachokisema wakati mwingine katika manunguniko yako ndicho Mungu anachokifanya. Ngoja nikupe hiyo kumbukumbu Hesabu.
Tuende kwenye kitabu kile cha Hesabu. Hesabu ule mlango wa 14. Tutasoma mstari wa kwanza haraka haraka. Mpaka ule mstari wa 6. Alafu nitaruka nitasoma mstari wa 10 mpaka mstari wa 12, nitaruka nitaenda kusoma mstari wa 26 mpaka 29. Lakini ukipata nafasi soma Hesabu yote 14. Biblia inasema mkutano wote wa Israeli wakapaza sauti zao wakalia, watu wakatokwa na machozi usiku ule. Kisha wana wa Israeli wote wakamnungunikia Musa na Haruni, na mkutano wote wakamwambia, ingekuwa heri kama tungalikufa katika nchi ya Misri, au ingekuwa heri kama tungalikufa katika jangwa hili. Mbona Bwana ametuleta mpaka nchi hii ili tuanguke kwa upanga wake? Kwa upanga wake zetu na watoto wetu watakuwa mateka. Je, si afadhali turudi Misri? Wakaambiana, na tuweke mtu mmoja awe akida tukarudi Misri. Ndipo Musa na Haruni wakaanguka kifudifudi mbele za mkutano wa kusanyiko la wana wa Israeli. Na ngoja niendelee mstari wa 6 mpaka wa 10. Na Yoshua mwana wa Nuni na Kalebu mwana wa Yefune waliokuwa miongoni mwao walioipeleleza nchi wakararua nguo zao, wakanena na mkutano wote wa wana wa Israeli wakasema, nchi ile tulioipita kati yake ili kuipeleleza ni nchi njema mno ya ajabu. Ikiwa Bwana ametufurahia, atatuingiza katika nchi hii, atupe iwe yetu, nayo ni nchi yenye wingi wa maziwa na asali. Lakini msimwasi Bwana, wala msiwaogope wale wenyeji wa nchi, maana wao ni chakula kwetu. Uvuli uliokuwa juu yao umeondolewa, naye Bwana yu pamoja nasi, msiwaogope. Lakini mkutano wote wakaamuru wapigwe kwa mawe. Ndipo utukufu wa Bwana ukaonekana katika hema ya kukutania mbele ya wana wa Israeli. Bwana akamuuliza Musa, je, watu hao watanidharau hata lini? Wasiniamini hata lini? Ijapokuwa nimefanya ishara hizi zote kati yao. Mstari wa 12. Nitawapiga kwa tauni na kuwaondolea urithi wao, nami nitakufanya wewe kuwa taifa kubwa, kisha yenye nguvu kuliko wao. Basi Musa akamwambia Bwana, ndipo Wamisri watakaposikia habari hiyo, kwa kuwa wewe uliwaleta watu hawa kwa uweza wako kutoka Misri. Kwa hiyo unaona Mungu anaendelea kuongea na Musa. Mungu anamuuliza Musa, watu hawa watanidharau hata lini? Ijapokuwa nimefanya mambo makubwa kwenye maisha yenu, mbona mnaingia? Unajua kitendo cha kunungunika, hicho ni kitendo cha kumdharau Mungu. Ni madharau mbele za Mungu. Ngoja nikuambie sasa. Manunguniko ni madharau mbele za Mungu. Unapomnungunikia Mungu ni kama unamnuonyesha Mungu dharau. Na sasa Mungu huwa aonyeshwage dharau, atakunyoosha. Na ngoja nikuonyeshe namna alivyowanyoosha wana wa Israeli. Mstari ule wa 26. Mstari wa 26. Kisha Bwana akanena na Musa na Haruni na kuambia, je, nichukuliane na mkutano mwovu huu uningunikao hata lini? Nimesikia manunguniko ya wana wa Israeli waninungunikiayo. Waambie, kama niishivyo, asema Bwana, hakika yangu kama nyinyi mlivyonena masikioni mwangu, ndivyo nitakavyowafanyia nyinyi. Mizoga yenu itaanguka katika jangwa hili, na wote waliohesabiwa miongoni mwenu kama jumla ya hesabu yenu, tangu waliopata umri wa miaka 20 na zaidi, hao walioninungunikia. Hakika yangu hamtaingia katika nchi ambayo niliinua mkono wangu ya kwamba nitawaketisha humo, isipokuwa Kalebu mwana wa Yefune na Yoshua mwana wa Nuni. Lakini watoto wenu ambao mlisema watakuwa mateka, ndio nitakaowaleta na kuwatia ndani, nao wataijia nchi nyinyi mlioikataa. Bwana Yesu apewe sifa. Lakini katika habari zenu, mizoga yenu itaanguka katika jangwa hili. Mungu alisema kwamba atatenda kile walichokisema. Walisema nini? Mstari ule wa kwanza na wa pili. Mstari wa kwanza na wa pili kwenye Hesabu 14, tunarudi hapa. Mkutano wote wana wa Israeli, anasema mkutano wote wakampazia sauti zao wakalia, watu wakatoka machozi usiku ule. Kisha wana wa Israeli wakamnungunikia Musa na Haruni, na mkutano wote wakamwambia, ingekuwa heri kama tungalikufa
katika nchi ya Misri. Ingekuwa heri kama tungalikufa katika jangwa hili. Kwa hiyo manunguniko, yale maneno anayetamka, Mungu aliyatekeleza. Uchunge sana unachokisema. Uchunge sana unachokisema. Iwe ni kwenye ndoa, iwe ni mahali popote, iwe ni kwenye biashara, iwe ni nini. Uchunge sana unachokisema. Kwa sababu unaweza ukasema, ningejua nisingeoana na huyu mwanamke, ningejua nisingeolewa na huyu mwanaume, ningejua. Hizo ningejua, Mungu anaingiliaga kati na anatekeleza huo mpango. Anasema ungejua usingeoana naye. Kwa hiyo unashangaa roho ya divorce inadondoka katikati. Na unaanza kumwambia Mungu, shetani ameingia, anataka si ndoa yangu ivunjike, sijui nini. Mungu anasema, sikiliza, nilichokisema ndicho nilichokitenda. Kwa hiyo chunga sana manunguniko. Kile unachokinungunika, yale maneno unayosema wakati unanungunika, ndio Mungu anayeyatekeleza. Chunga sana unachokisema. Kuna watu wengi wamepigwa na Mungu kwa sababu ya nini? Manunguniko. Kuna watu wengi wamekwama kimaisha kwa sababu ya nini? Manunguniko. Kwa hiyo manunguniko yanaweza kukwamisha safari ya maisha ya mtu. Je, umemnungunikia Mungu kwenye eneo gani? Kwenye huduma? Umemnungunikia Mungu kwenye nini? Kwenye ndoa? Kwenye biashara yako? Kuhusu watoto wako? Kuhusu maisha yako? Kuhusu utumishi wako? Je, umemnungunikia Mungu? Manunguniko ni mabaya. Na kuna watu wameshindwa kufanikiwa. Kuna watu wameshindwa kufikia hatima zao. Kuna watu wameshindwa kufikia kiwango chao cha maisha, kiwango cha utajiri, kiwango cha kuinuliwa kwa sababu ya manunguniko. Mungu alisema kwamba hakika yangu hamtaingia kwenye hiyo nchi ambayo nimewaahidia. Kuna ahadi nyingi ambazo Mungu ametupa kwenye maisha yetu, lakini manunguniko yanaweza kuua zile ahadi za Mungu zisiweze kutimia kwenye maisha yetu. Yamkini Mungu ameahidi kwa habari ya uponyaji, lakini bado unapoumwa unaanza kusema mimi naumwa, ni kama Mungu haoni, nimeshaomba, sio nini. Hiyo inaweza ikakusababisha usipone. Inaweza kusababisha usiingie kwenye uponyaji wako. Bwana Yesu apewe sifa. Haleluya. Asifiwe Yesu. Nataka tupate nafasi ya kuomba kwa ajili yako asubuhi ya leo. Wewe ambao umekuwa ukimnungunikia Mungu, yamkini Mungu ameachilia mauti kwenye maisha yako. Kuna vitu vyako vimekufa, maisha yako yamestaki. Unajaribu, unatumia nguvu kubwa, unafunga usiku na mchana ukimwambia Mungu, naomba unitoe hapa. Lakini Mungu hawezi kukutoa kwa sababu ya manunguniko yako. Na kama hujajua namna ya kutubia hii dhambi ya manunguniko, hutatoboa. Kwa sababu wale watu walipotambua kwamba wamemnungunikia Mungu na Musa, walienda wakamwambia Musa, tumefanya dhambi, tumekunungunikia wewe na Mungu, nenda ukatuombee kwa Mungu. Na Musa alipoomba kwa Mungu, Mungu ndo akampa Musa maelekezo ya kuweka yule nyoka wa shaba, kutengeneza nyoka wa shaba na kumweka. Anasema na kila yule aliyeumwa anapomtazama ataishi. Kwa hiyo Musa ndio aliwaombea. Na mimi nataka nisimame kwenye nafasi yangu kama Musa asubuhi ya leo, niombe kwa ajili yako wewe uliokuwa unanungunika na kulalamika. Sema, Bwana Yesu, naomba unisamehe dhambi zangu zote nilizozifanya. Ni kweli Bwana Yesu, nimenungunika, nikampa shetani nafasi ya kuharibu maisha yangu. Nimenungunika, nikafungua mlango wa dhambi kuingia kwenye maisha yangu na kuleta mauti kwenye maisha yangu. Nisamehe kabisa. Nami nimetambua makosa yangu. Ninaomba Bwana unisamehe kwa sababu ya manunguniko, na unijilie kwa upya kwenye maisha yangu. Bwana Yesu, ninahitaji msaada wako na ninahitaji neema yako, katika jina la Yesu Kristo na katika damu ya Yesu Kristo. Amen. Tulia niombe kwa ajili yako. Baba, katika jina la Yesu na katika damu ya Bwana wetu Yesu Kristo, ninanyenyekea chini ya mkono wako ulio hodari na wenye nguvu. Ninasogea madhabahuni pako tena sahihi na muda huu, Bwana, nikiomba damu yako inayotakasa na kusafisha na kuosha. Hiyo damu Bwana ikatakase na kusafisha maisha ya watoto wako, katika jina la Yesu na katika damu ya Bwana wetu Yesu Kristo. Mungu mwaminifu, uketie mahali pasiri palipoinuka, ninaiachilia damu ya Yesu yenye nguvu. Ninatubu kwa ajili ya watoto wako ambao Mungu amenungunika, ukatuma nyoka wa moto na shaba wakawauma, biashara zao zikaharibika, mahusiano yao yakaharibika, ndoa zao zikaharibika, future zao zimeharibika kwa sababu ya manunguniko. Baba wa mbinguni, katika jina la Yesu na katika damu ya Bwana wetu Yesu Kristo, ninawaleta mikononi mwako Baba wa mbinguni, nikiomba uwasamehe kabisa na kuwatakasa kwa damu ya Yesu na katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Mungu mwaminifu, ninaachilia damu yako ya Pasaka inenayo mema kinyume na mabaya yote. Hiyo damu ikanene mema juu ya maisha yao. Ondoa tena Bwana, ondoa hiyo mauti iliyoko kwenye maisha yao.
Fungua mlango, wape nafasi tena nyingine ya kuendelea mbele kimaisha. Wasaidie waweze kufika kwenye zile hatima zao za mafanikio, katika jina la Yesu na katika damu ya Yesu Kristo. Rapako santo baba handa rabosia rikrizoya mahanda rabakibaba shoro barazaya karia santo baba diande rebokorobosia rapikiria santo baba kanda rabokorobokosira, katika jina la Yesu na katika damu ya Yesu. Mungu na ushukuriwe na uinuliwe. Wewe ni Mungu mwenye nguvu, na njia za kutoka mautini zina wewe. Baba, ninawaombea watoto wako sasa asubuhi ya leo, uwarehemu na kuwasamehe, wape neema tena ya kuendelea mbele, katika jina la Yesu. Nami kwa mamlaka ya jina la Yesu ninaondoa ile sumu yoyote iliyoachiliwa kwenye maisha yao kwa sababu ya manunguniko. Maana Mungu ulituma nyoka moto wako wa umma, ile sumu ikawatesa na kuharibu. Nami nawaombea ile sumu yoyote iliyoachiliwa kwenye maisha yao kwa sababu ya kunungunika, Mungu iondoe, wape neema ya kuishi na kuendelea tena mbele, katika jina la Yesu. Ninavunja roho za manunguniko, na huo mlango wa manunguniko ninaachilia damu ya Yesu, nafunga hilo lango la manunguniko. Ninaachilia roho ya shukrani, ninaachilia moyo wa shukrani katika jina la Yesu Kristo, moyo wa shukrani mbele za Mungu katika damu ya Yesu Kristo. Mungu, wape moyo wa shukrani, wape moyo wa kukupenda wewe na kukuabudu na kulitukuza jina lako. Lihimidiwe jina lako na kutukuzwa milele yote, kwa sababu wewe ni Mungu, katika jina la Yesu na katika damu ya Yesu Kristo. Utukufu ni wako Bwana milele na milele. Amen. Bwana Yesu apewe sifa. Tumefikia mwisho wa kipindi chetu, na sasa tunaenda kuomba kwa ajili ya sadaka ambayo umeiandaa kwa ajili ya kipindi hichi. Sadaka yako ni muhimu kwa ajili ya kipindi hichi na kwa ajili ya kuendeleza kazi ya Mungu katika kipindi hichi. Kwa hiyo Mungu akubariki wewe utakayetoa na utakayeendelea kusimama pamoja nasi kwa kupitia sadaka yako, kwa sababu sadaka yako ni muhimu kwa ajili ya kazi hii ya Mungu. Baba, ninaombea sadaka ya watoto wako ambao wamejiandaa kutoa. Wabariki wao na vizazi vyao vyote. Gusa maisha yao, Bwana. Sadaka inapokuja kueneza kazi ya Injili, ninakusihi Mungu wa mbinguni, katika jina la Yesu, uwabariki na kuwainua watoto wako wote watakaoachilia dhabihu zao, katika jina la Yesu na katika damu ya Yesu Kristo. Na kwa kupitia hizo sadaka, Mungu ukawasamehe kabisa, uondoe roho za manunguniko kwenye maisha yao, wasaidie na vile vizuizi na vikwazo vinavyozuia wasiweze kufikia safari yao ya mafanikio. Damu yako iliyomwagika pale msalabani ikamiminike kwenye maisha yao, katika jina la Yesu Kristo, katika damu ya Yesu Kristo. Pokea sadaka zao Mungu na kuzibariki kutoka makazi yako matakatifu mbinguni. Na Bwana, uwabarikie na kuwalinda watoto wako, uangazie nuru za uso wako na kuwafadhili, wainulie uso wako na kuwapa amani siku zote za maisha yao, tangu sasa na hata milele. Amen. Bwana Yesu apewe sifa. Tumefikia mwisho wa kipindi chetu. Unaweza kutoa sadaka yako kwa kupitia namba zinazoziona hapo kwenye skrini. Mungu wa mbinguni akubariki sana. Tuonane tena kwa wakati mwingine. Usiache kutuombea. Endelea kuombea kipindi hichi, na kama hujasubscribe hiyo channel, subscribe na kulike ili uendelee kupata masomo na mtiririko wa masomo yanayofuata. Mungu wa mbinguni akubariki sana. Asante sana.